Fungua nami katika kitabu cha Wakorinto wa pili 5:17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neno ambalo tunalifahamu, lakini acha nikwambie jambo. Biblia inasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Hata mtu akiwa ndani ya Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumzia kuwa ndani ya Kristo. Kuwa ndani ya Kristo. Kwenye Yohana ile 15 anasema kwamba kaeni ndani yangu nanyi ndani yenu. Akae ndani yangu huzaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumzia kukaa ndani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna tofauti mtu ya kuingia na kukaa. Mtu anaweza akaingia na asikae. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayekaa anajua vitu vingi, si ndio? Lakini anayeingia na kutoka, anaweza tu akaingia na kutoka, asichunguze chochote, asijue chochote, akaishia tu hapo. Lakini mtu anayekaa, kuna vitu vingi atajua kwenye hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema habari ya kukaa ndani ya Kristo. Alafu asema unapokaa ndani ya Kristo unafanyika kiumbe kipya. Kwa hiyo kuna tofauti mtu tunapomuongoza sala ya toba kumpokea Yesu na kukaa ndani ya Yesu. Ni vitu viwili tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukaa ni kitu cha ndani, deep, si ndio Yes. Lakini tunaweza kuongoza sala ya toba ukampokea Yesu, lakini usikae ndani ya Kristo. Kwa hiyo kama haukai ndani ya Kristo, maana kuna vitu hautapata, hautaona, hautajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka utakapoamua kukaa ndani ya Kristo ndio utakavojua siri za Mungu, siri za kiroho, mapenzi ya Mungu yaliyo zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda si mrefu tunaenda kuongoza watu kumpokea Kristo. Haubaki tu kumpokea, lakini nakusii habari ya kukaa ndani ya huyo Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huenda watu wengi tunalalamika, kuna vitu vingi tunapitia, vingine huenda sio Mungu aliyeruhusu, ila kwa sababu sisi wenyewe bado hatujaamua kukaa ndani ya Kristo. Kwa kuna vitu hatutajua, hatutapata kwa sababu bado hatujakaa ndani ya huyo Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa faida ya kukaa ndani ya Kristo, cha kwanza tunahakikishiwa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni faida mojawapo ya kukaa ndani ya Kristo. Haleluya. Faida nyingine ya kukaa ndani ya Kristo, unabarikiwa pamoja naye. Biblia inasema tumebarikiwa katika baraka za rohoni pamoja na Kristo, si ndio Kwa hiyo baraka zote tunabarikiwa pamoja na Kristo kwa sababu tumekaa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini faida nyingine ya kukaa ndani ya Kristo, tuna haki ya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna haki ya uponyaji kwa sababu ni wana, tumekaa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida nyingine, tunapokaa ndani ya Kristo kuna ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakupa tu kama homework, unapoenda nyumbani, nenda katafakari hili neno. Je, umekaa ndani ya Kristo au unaingia na kutoka, au tu unakuja kanisani imeisha? Nini maana ya kukaa ndani ya Kristo? Na kwa sababu tunapokaa ndani ya Kristo kuna faida zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ombi langu, kaa ndani ya Kristo. Unapompokea Yesu, jitahidi kukaa ndani ya huyu Kristo. Ndio maana Yesu kwenye Yohana 15 anasema, mimi ni mzabibu na nyinyi matawi. Unaona? Anasema yeye, kila tawi lisilozaa litakatwa linatupwa, si ndio Lakini lile tawi linalozaa, kwa sababu liko ndani ya mzabibu, hulisafisha. Anasema kwa sababu sisi tutakuwa ndani ya Kristo, tutazaa. Kwa hiyo kuna faida ya kuzaa unapokuwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa sababu tawi haliwezi kuzaa lenyewe peke yake, linahitaji nini? Mzabibu, shina. Haleluya. Kwa hiyo unapokaa ndani ya shina ambao ni Kristo, ambao ndo mzabibu, kwa
kuna uhakika wa kuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa kuna faida ya kuzaa unapokaa ndani ya Kristo Yesu. Faida nyingine, unapokaa ndani ya Kristo hakuna hukumu. Warumi 8, si ndio Hakuna hukumu ya adhabu juu ya wao katika Kristo Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema sitamwacha yeye ambaye moyo wake unanitumainia. Nalikuja ili wawe na uzima, tena wawe nao tele. Hiyo ni faida ya kukaa ndani ya nani? Ya Kristo. Kuna haki zetu tunapokaa ndani ya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Una haki yako, tuna haki zetu za kukaa, kuna faida zetu za kukaa ndani ya Kristo Yesu. Ni nyingi mno na Biblia imeorodhesha. Kwa hiyo kama uko hapa, isiishie kuja kanisani tu, isiishie kutoa sadaka tu, isiishie kupiga mapambio tu, isiishie kucheza sebene tu, lakini tafakari namna gani unaweza kukaa ndani ya Kristo ili tuweze kupata faida hizo ambazo neno la Mungu limesema tunapokaa ndani ya Kristo atakiwa kupata nini na nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna vitu unaweza ukamdai Mungu na ukaenda kwa hoja kwa Mungu, lakini huwezi kupata kwa sababu hauko ndani ya Kristo, bado hujakaa ndani ya Yesu. Kitu kingine, tunapokaa ndani ya Yesu ni ulisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini? Tunafanyika kuwa walisi. Maandiko yanasema ikiwa ni wana basi tu walisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Siku nyingine tukipata chance tutafundishana zaidi ndani ili tujue faida. Kwa nini ung'ang'ane ukae ndani ya Kristo? Ndio maana Yohana 8:31 anasema, akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, nyinyi mkilishika neno langu mtaijua kweli na ile kweli itawaweka nini? Huru. Wakamjibu, sisi ni watoto wa Ibrahimu, hatujawahi kuwa mtumwa wa mtu yoyote. Yesu anawajibu anasema, atendaye dhambi ni mtumwa nini? Wa dhambi. Lakini watu waliowaambia, Biblia anasema aliwaambia Wayahudi waliyemwamini, maana yake walimkiri Yesu. Lakini walipomkiri Yesu, Yesu anaona bado ni watumwa, kwa sababu bado hawalitendei kazi neno la nani? La Mungu. Kwa nasema kuna mahali kweli mmenikiri, mnaniamini, lakini kuna mahali bado kuna kitu kimemisi kwenu, bado hamjalishika neno langu sawa sawa ili muwe huru kweli kweli. Bwana tusaidie sana. Na wewe ambao unatutazama kwenye mitandao ya kijamii, Yesu anakuhitaji. Hakuhitaji tu uje kwake na kuondoka, lakini anataka wewe kukaa ndani yake, uwe miliki yake. Bwana Yesu asiwe sana. Unapokaa ndani ya Kristo haufanyi kama unajiamulia kufanya, kwa sababu wewe unaongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na faida nyingine ya kukaa ndani ya Kristo, unapewa Roho Mtakatifu kukuongoza ili kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hizo faida, kwa ukiwa uko hapa, uko kwenye mitandao ya kijamii, twende mbele za Mungu kukiri kwa ufupi sala hii ili Yesu aingie ndani yako, ili na wewe ukae ndani ya Kristo, uwe kiumbe kipya. Unapokuwa kiumbe kipya, ndio maana nasema ya kale yamepita, kwa sababu utu wa ndani unabadilishwa. Unafikiri si kama mtu wa kale, unafikiri kama kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu mawazo ya kale yanapita, kwa sababu kuna hatua ambayo kama vile wana wa Israeli ni rahisi huenda ilikuwa kutoka Misri, lakini wako jangwani bado wana mawazo ya wapi? Ya Misri. Kwa kulikuwa na kazi nyingine Mungu kuwatengeneza ili mawazo ya Misri yatoke, waishi kwenye maisha ya uhuru, sio ya utumwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu bado walikuwa na fikira za nini? Za utumwa ndani yako. Kwa hiyo nawe uenda huko kwa Kristo bado una fikira za utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu kuna kazi ukinapokaa ndani yake, anaanza sasa unaanza kufikiri
kiuhuru. Haleluya, mtu aliye huru ambaye si mtumwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Fuatana na mimi sala fupi hii. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Nimesikia neno lako ya kwamba hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya na ya kale yamepita. Bwana Yesu, nami nimetamani kukaa ndani yako Kristo na kuwa kiumbe kipya, lakini sasa dhambi zilinitesa kuanzia zamani hata sasa. Yesu Kristo, ninakuja kwako. Ulisema mwana wa Adamu anayo mamlaka ya kusamehe dhambi duniani. Naomba unisamehe dhambi zangu, uovu wangu na makosa yangu niliyoyafanya. Bwana Yesu, nioshe kwa damu yako, nitakase kuanzia sasa, nitakase Bwana Yesu, maana imeandikwa, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake. Nami leo nimekuamini Bwana Yesu, nimekuamini Bwana Yesu, ninakupokea kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Yesu Kristo, naomba unisaidie, naomba unisaidie. Bwana Yesu, asante Bwana Yesu kwa kunipokea. Asante Bwana Yesu kwa kunisamehe. Asante Bwana Yesu kwa kunisafisha. Asante Bwana Yesu kwa kunilipia deni la dhambi. Bwana Yesu, ninaomba na kuamini. Amen. Shangilie Bwana Yesu. Shangilie tena Jehova wetu. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.